Mapigo 7 ya mwisho. Wakati Kristo atakapokomesha huduma yake ya uombezi katika hekalu la mbinguni, ghadhabu yake isiyochanganyikana na huruma itawakabili wote wanaomwabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake itamwagwa. Ufunuo 14 fungu la 9 na fungu la 10. Mapigo yaliyoipiga Misri wakati Mungu alipokuwa anakaribia kuwakomboa Waisraeli zilifanana kwa matukio na zile za kutisha zaidi na hukumu zenye uharibifu zaidi ambazo zitaupiga ulimwengu mara kabla ya ukombozi wa watu wa Mungu. Pigo la kwanza. Pakawa na jipu mbaya mbovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Ufunuo 16 fungu la 2. Pigo la pili. Bahari ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Ufunuo 16 fungu la 3. Mapigo haya yatawafanya waovu kuwachukia sana watakatifu. Waovu walidhani kama watakatifu wangeondolewa duniani, mapigo yangekoma, na hili litasababisha watakatifu kulia usiku na mchana kwa ajili ya ukombozi wao. Pigo la 3. Nayo mito na chemichemi za maji zikawa damu. Kwa jinsi mateso haya yalivyo ya kutisha, bado haki ya Mungu inasimama, ikiwa imethibitishwa kuwa ya haki. Malaika wa Mungu anatangaza, wewe mwenye haki, uliyeko na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Ufunuo 16 fungu la 4 hadi 7. Kwa kuwahukumu watu wa Mungu kifo, kwa kweli wamepata hatia ya damu yao, kana kwamba ilikuwa imemwagwa kwa mikono yao. Pigo la 4. Katika pigo litakalofuata, jua likapewa uwezo kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa. Ufunuo 16 fungu la 8 na fungu la 9. Manabii wanaelezea hali ya dunia katika kipindi hiki cha kuogofya. Nchi inaomboleza, mavuno ya mashamba yamepotea. Naam, miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika wanadamu. Mbegu zinaoza chini ya udongo wake, ghala zimeachwa ukiwa, jinsi wanyama wanavyougua. Makundi ya ng'ombe yamefadhaika kwa sababu hawana malisho. Kwa maana vijito vya maji vimekauka, na moto umeyateketeza malisho ya nyikani. Nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mizoga itakuwa mingi, kila mahali wataitupa, wakinyamaza kimya. Yoeli 1 fungu la 10 hadi 12 na fungu la 17 hadi 20 na Amosi 8 fungu la 3. Pigo la 5. Kwa kelele za shangwe, kuzomea na kulaani, umati wa watu waovu wako wanakaribia kuwavamia mateka wao, ndipo kwa ghafla giza nene, kunene kuliko giza la usiku, inaifunika dunia. Ishara na maajabu vinafuata kwa mfululizo wa haraka. Waovu wanatazama tukio hilo kwa hofu kuu na mshangao, huku wenye haki wakitazama kwa furaha kuu ishara za ukombozi wao. Ufunuo 16 fungu la 10 hadi 11. Sheria ya Mungu yaonekana angani. Panaonekana mkono angani ukiwa umeshikilia bao mbili za mawe zilizokunjwa kwa pamoja. Nabii anasema, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Zaburi 50 fungu la 6. Sheria hiyo takatifu, haki ya Mungu, ambayo ilitangazwa katikati ya gurumo na moto kutoka Sinai kama mwongozo wa maisha, sasa inafunuliwa kwa wanadamu kama kanuni ya hukumu. Mkono unafungua zile mbao, na pale zinaonekana kanuni za amri 10 zilizoandikwa kwa kalamu ya moto. Maneno yako wazi sana kiasi kwamba wote wanaweza kuyasoma. Kumbukumbu inaamshwa, giza la ushirikina na mafundisho ya uzushi vinafagiliwa kutoka katika kila akili, na maneno 10 ya Mungu yaliyo muktasari, yenye kueleweka na yenye mamlaka, yanaonyeshwa machoni mwa wakazi wote wa dunia.
Hata sasa bado mbao mbili hizi za sheria ziko katika sanduku la agano mbinguni kama kumbukumbu. Ufunuo 11 fungu la 19. Pigo la 6. Roho wa Mungu anaondolewa ulimwenguni polepole. Shetani pia anaimarisha majeshi yake ya uovu kuwaendea wafalme wa dunia na wa ulimwengu wote, wakusanya chini ya bendera yake, ili wafunzwe kwa ajili ya vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Ufunuo 16 fungu la 14. Pambano la kutisha liko mbele yetu. Tunaikaribia vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kile ambacho kimekuwa kikidhibitiwa kitaachiwa huru. Malaika wa rehema anakuja mabawa yake akijiandaa kuondoka kutoka kwa kiti cha enzi na kuacha ulimwengu katika udhibiti wa Shetani. Mamlaka na nguvu za dunia zimo katika maasi makubwa dhidi ya Mungu wa mbinguni. Wamejaa chuki dhidi ya wale wanaomtumikia. Na muda si mrefu hivi karibuni vita kuu itapiganwa kati ya wema na uovu. Dunia itakuwa uwanja wa vita. Matukio ya shindano la mwisho, hapa ambapo Shetani kwa muda mrefu amewaongoza watu kinyume na Mungu, wasi utazimwa milele. Pigo la 7. Tunahitaji kujifunza juu ya kumiminwa kwa kichupa cha 7. Ufunuo 16 fungu la 17 hadi 21. Nguvu za uovu hazitaachia vita bila mapambano, lakini maongozi ya Mungu yana sehemu kufanya katika vita vya Armageddon. Wakati dunia inapoangazwa na utukufu wa malaika wa Ufunuo 18, nguvu za kidini, wema na uovu zitaamka kutoka katika usingizi, na majeshi ya Mungu aliye hai yatachukua uwanja wa vita.